Mjini. Sio nimeoga. Wameoga watu. Yaani wale wametangulia stendi wakati safari yetu sisi ni moja. Yaani wamewahi stendi saa 12 safari kesho kutwa. Sasa matokeo yake si fungu letu ni moja. Tumebaki tupote nyumbani. Mimi nimeenjoy na nilishai kuahidi Yanga kitu kimoja. Ndani ya ardhi ya Tanzania haijawahi kutokea Simba atoke Yanga aende robo finali. Wewe mwandishi una kumbukumbu mwaka gani? Nakumbukumbu hiyo. Wewe una kumbukumbu? Nyinyi kameramani mnakumbuka? Mzumba anakumbuka? Mwaka gani Yanga kafeli, Simba kafuzu mnakumbuka? Nyie waandishi au mmetumwa? Au nyie mjaenjoy? Mmefurahi? Wewe umeenjoy? Sisi tumemwambia Yanga shinda hata goli 100 shinda. Sisi tumedili kule Misri. Ya sisi tulichokifanya tumeenda kuchezea uwanja wa Misri, sio hapa. Tumeenda kuchezea uwanja Misri, sisi tumesafiri. Sisi uchezaji sisi tumesafiri, tumeenda kublock Misri. Tunahitaji sare tu. Yanga shinda hata goli 100 kwa sababu tumetathmini ile timu inayocheza na Yanga wanavaa rangi ya njano kama Yanga. Wana undugu. Leo amekaa kikao chao cha usiku tushinde goli 3. Sisi tukasema ishara, nyinyi tunataka mshinde goli 3 shindeni. Sisi tunadili Warabuni. Tumeenda Warabuni tumeblock, tumeweka tunavyoza sisi sare, wote tumebaki nyumbani. Mimi nimeenjoy kwa kweli. Umefurahi Mandala? Kwa kweli nimeenjoy sana. Wewe hujafurahi? Sasa mbona kimataifa hakuna hata mmoja? Ndio vizuri, ndio vizuri. Ndio vizuri. Sisi ndio wenye ngoja kitu sio kijua. Ngoja kitu sio kijua. Simba ndio timu yenye kibali cha kucheza robo finali klabu bingwa. Simba sisi kitovu chetu kimezikwa Misri pale. Ndio kimezikwa kitovu cha Simba. Sisi ndio twenye rekodi kubwa. Kwa hiyo kama sisi tumetoka, hakuna timu yenye kibali ya kwenda. Ilivyotoka tu Simba, timu zote lazima zitoke. Zote. Kweli. Simba ilivyotoka, hakuna timu yenye kibali ya kwenda zaidi yote. Zote nyumbani. Zote nyumbani. Zote nyumbani. Sisi ndio TRA. Nisikilize, mapato huwezi kufanya biashara. Tanzania hakuna timu yenye kibali zaidi ya Simba. Kama Simba imetoka, hakuna timu yenye kibali ya kwenda. Hakuna ruhusa. Sisi ndio TRA kwenye mpira. Hiyo inaitwa wanted. Elimu hiyo. Wanted. Sisi tumeenjoy sana. Tena mimi nimekasirika kupata zile pointi 8. Tutakuwa tutokote na pointi 5. Kwa nini mwandishi mweupe hujaenjoy? Wewe hujaenjoy. Mwandishi mweupe hujaenjoy. Mwandishi mweupe hujaenjoy. Sikuna mwandishi mweupe. Leo tumeona kunuti zimesomwa kule Zanzibar. Tumeona watu wamesomewa albadili. Tumeona watu wamesomewa dua. Lakini wamesahau kwamba mpira ukimshirikisha Mungu kwanza anashangaa kidogo. Mimi na mpira wapi na wapi? Anashangaa. Kuna njia zake, mpira una njia zake. Ila Mandala na nyinyi mmekuwa mkifanya tu tunaona kwa mechi muhimu kwa mnataka mnafanya kama sisi tunajaribu kote tunajaribu. Sasa tudili upande mmoja. Tunajaribu kuna huku. Tukifeli kwa Mungu kuna senti tunafaulu. Kama leo wao wameenda kumkabidhi Mungu Allah subhanahu, sisi tumesafiri tumeenda kule Misri. Wameshinda ndio wameenda wapi? Shida kushinda, shida kwenda. Baada ya sasa hujashinda. Sija tumeshinda hujashinda. Ngoja no. Keep quiet, listen to me. Jana sisi tumeshinda hujashinda. Tumeenda tujaenda. Yanga leo ameshinda hujashinda. Wameenda wapi? Hakuna pointi. Simba jana kashinda hujashinda. Tumeenda wapi? Yanga kashinda hujashinda leo. Kaenda wapi? Wote makapeto. Azam ana pointi 9 na kapeto. Wote makapeto. Hakuna ruhusa kufuzu robo finali zaidi ya Simba. Si ndio wenye hizi na kufuzu. Sisi hapa ndio wenye hizi. Na nilishasema kama Simba atatoka, mmoja atatoka. Baba hawezi kufa na ukimwi afu mama asadiki. Haiwezekani. Haiwezekani. Baba hawezi kufa na ukimwi afu mama na watoto hapo. Haiwezekani. Haijai kutokea. Almanusla apone. Apone na nini? Wapi? Apone na nini? Almanusla. Kwa mimi unaenda wapi? Watoto tumewapataje? Mtoto kafa, baba kafa, mama kafa, mtoto mmoja ukimwi. Watoto wamekufa. Kaza baba kufa. Akaja watoto, leo kafuatia mama, mazishi kesho. Tumeenjoy wanarudisha nguvu zao sasa huko. Wapi? Sikiliza, wakisema wanarudisha nguvu zao huko ngoja kuboresha kitu. Sisi Simba ukiangalia kwa state tumekiboresha. Umeelewa vizuri? Ukimwangalia kuna mtu anaitwa Anseti. Aula, unamjua yule? Yule alikuwa anamfundisha Pacome jinsi ya kucheza mpira. Alikuwa anamfundisha Pacome jinsi ya kucheza mpira. Baada ya kusikia Pacome anasumbua Tanzania alilia, akaomba nafasi aje acheze Tanzania, aonyeshe kwamba ni ticha leo na Pacome. Kapata nafasi kaja Simba. Umeona shughuli yake?
Tuna mtu anaitwa Gwe yuko pembeni. Machi moja sio mbali. Nikisema Gwe unasema tarehe moja atakuwepo. Gwe tarehe moja atakuwepo. Sio mbali. Anseti Aula tarehe moja atakuwepo. Sio mbali Mandala. Selemani Mwalimu tarehe moja atakuwepo. Tule tarehe moja atakuwepo. Jamani tunatangaza atakuwepo. Hatutaki matatizo. Asali na Igoli atakuwepo. Chama Mwamba Lusaka kaudishwa Simba kwa kazi mbili. Kazi ya kwanza kucheza, kazi ya pili kocha wa ndani ya uwanja. Kwa hiyo Chama kazi yake nyingine ni kocha anaonyesha kacheze pale. Nenda pale. Chama na mishahara miwili, kocha na mchezaji namba 10. Kwa kazi moja msimu huu. Simba ya asali na maziwa. Simba ya asali na maziwa. Na wale ambao machawa ambao wanasema sije kujipendekeza sasa hivi baada ya Simba kufanya vizuri. Hatutaki kujipendekeza, hatutaki wajipendekeze. Wabaki upande wao. Yaani kama tabaki na upande wake na kitu anachokiamini. Sisi tunaamini tunaipambania Simba ifanye vizuri na tunaona Simba yetu inafanya vizuri na hao wabaki na imani yao. Wabaki na nini? Na imani yao. Sisi tumebaki na imani yetu na Simba yetu. Basi maisha yanaendelea. Kwa maana hiyo unataka kusema mkimuona Simba anaenda robo finali timu zingine haziwezi. Yaani hivi maisha mimi niliona toka nizaliwe mimi. Nilichokishuhudia vitu hivyo. Cha kwanza nimeshuhudia Simba kifuzu robo, timu nyingine zikibaki. Au Simba ifuzu robo nyingine ziende. Ila sijai kuona eti Simba itolewe timu iende robo. Haijawahi kutokea na haitotokea dunia hii mpaka ningeka kaburini. Haitotokea. Na kipimo hiki unachokiona ndio kipimo cha kugundua cheo cha injinia kipoje kule. Leo nimekuja kugundua cheo cha injinia kila kazi. Narudia, hii mechi ya leo ndio nimekuja kuangalia kipimo cha injinia cheo chake cha mkubwa sio wa vilabu. Kina kazi hamna. Leo nimekuja kujua hamna kazi yoyote. Hamna lolote. Hakuna shughuli. Hamna chochote. Hamna kitu. Hamna kitu leo. Sio leo tungeona leo. Angecheza mechi ya kule, yesi wenyewe wa Manga. Wao kumbuki sisi tulivyochezea mechi. Ni mtu mwenye cheo chake msimu uliopita. Tumechezea mechi tukahamishwa uwanja, au sio sisi? Yeye injinia si mwenyekiti. Kwani hataenda kucheza mechi ya kule? Hamna lolote. Yale Mangungu injinia sawa. Yaani Mangungu injinia si nani wote sawa. Hamna lolote. Na kitu cha kujifunza kwa Yanga. Kipi tujifunze kipi? Tujifunze hata ambao tujifunze nini? Wamekusanya alama nyingi. Alafu sisi tushakusanya alama pale tumeongoza kundi national pomo ndani. Sisi hapa. Sasa tujifunze nini sisi kwa Yanga? Tushaenda sana robo mpaka tumechoka. Na msimu kama mjui sisi tumechoka. Tumejitoa wenyewe tupumzike. Kama mjui tumechoka kwenda robo mara nyingi. Kama tujitoe kwa ajili ya msimu huu. Kama mjui siri tumo hapa tumejitoa wenyewe. Sasa wao wanasema baada ya kutoka huko hasira zote. Hakuna wewe. Umetoka tunaambia sisi. Wewe umetumwa. Tarehe moja waje wachezaji wapo. Waje tunaipiga hapa mpira pesa mechi. Hapo tunapika hapa mechi. Bwana yule mfupi kama wewe fullback namba 3 yupo yupo. Kibabage. Yupo. Basi Kibabage yupo karibuni. Karibuni ndio. Wamekuja kutufunga, wanakuja kwa mazao kutufunga. Waambie aje. Ilaambie Anseti Aula. Kibabage kama huyu. Nani? Depu ni mchezaji wa kawaida. Anaitwa low standard bridge player. Sikiliza. Depu ni mchezaji wa daraja la chini. Okelo ni mchezaji wa daraja la chini. Wachezaji wa mechi ndogo. Yale ni wachezaji wa mechi ndogo. Ngoja uone tarehe moja. Utaonea huruma. Wote mfukoni.